Naam, karibu tena mtazamaji. Maelfu ya waombolezaji wamekuwa wakiwasili katika eneo la Kang'o ka Jaramogi huko Bondo walikozikwa hayati Raila Amolo Odinga ili kutoa heshima zao. Naam, watu kutoka maeneo tofauti nchini na nje ya nchi wakifika kila siku kuomboleza na familia. Na kama anavyotuarifu Brenda Wanga, taswira kama hii haijaonekana katika siku za hivi karibuni. Tangu hayati Raila Odinga kulazwa mahali pake pa pumziko la milele nyumbani kwao Kang'o ka Jaramogi huko Bondo, kaunti ya Siaya, kumebadilika na kuwa madhahabu ya kisiasa na ya kibinafsi. Siku baada ya siku, umati wa watu wa hadhi mbalimbali wakiwemo wenye hadhi kuu na wananchi wa kawaida umeendelea kufika kwenye boma hili. Nia yao ikiwa kutoa heshima zao za mwisho, ishara kuwa maisha yake ya kujitolea kwa manufaa ya umma hayasahauliki. Tangu tusike Jakoma hapa, tunapokea wageni zaidi ya 2000 per day hapa. Zaidi, kama ni chache sana ni 2000 every day. Kwa wengi, hili si kaburi tu, ni ukumbusho wa Raila, ishara ya matumaini na mahali pa mwisho pa kukutana na kiongozi ambaye walimuona kama baba yao kwa njia zaidi ya moja. Kwa baadhi ya wageni hapa, kuona kaburi lake kunalenga kuwadhibitishia kwamba Raila hayupo tena. Life of people here in Bondo Kang'o is changed really is very, very down, because so many people that don't believe at Jakoma is also dead, and the life is now still down, but we cannot do anything about it. We should always be prepared to receive death news, but this actually shocked everybody. I never imagined that someone like Raila Odinga would be gone, because we were told that he would turn to a snake, would turn to a fly. So to me, this is something I was not ready to receive. Idadi ya wageni kiandamana na zawadi za maua huhitaji usimamizi wa mara kwa mara, kazi ambayo imefanya msimamizi wa nyumba hiyo Naftali Akelo kuwa na shughuli nyingi kwa wiki mbili sasa. Kila group inakuja na ribs na wanaweka hapo. Tukisanya municipal yetu anachukua na iko mali wanaweka. Anatuambia kwamba kilima cha shahada ya maua lazima kunadhifishwe baada ya siku kadhaa ili kutoa nafasi kwa maua mapya, huku safari ya kwenda kaburini ikiendelea. Mashada ya maua yanarundikana na kusongezwa kwa uangalifu na kisha kubadilishwa na mashada mapya, ishara ya heshima inayoakisi uhusiano wa ndani na wa kudumu ambao taifa bado linahisi kwa jamaa ambaye alitumia maisha yake kuipigania. Brenda Wanga, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua